Lingine ambalo linahusiana na hiyo tija, umezungumzia si mara moja, umekuwa ukizungumza juu ya institutional efficiency, ufanisi wa kitaasisi, nalo pia umejaribu kuliweka katika muktadha wa fedha na muda unaopotea. Jambo la siku 7 linatumia miezi 7. Kigali, Rwanda, nikuta ofisi ambayo ukiingia kwenye jengo hilo wewe mwekezaji unakutana na zote huko ndani, alafu mtu mmoja tu wa mwisho huyo akisha sign wewe unaenda kufanya biashara. Imefika General Post Office Dar es Salaam, kitu ambacho kinafurahisha, ambacho sidhani kama wengi wanafahamu, ni katika kila mkoa. Katika jengo la posta unakutana na BRELA, unakutana na uhamiaji, unakutana na idara zote hizo, kinachofanana na hicho. Kwa nini hatujafika hapo? Na kwa institutional efficiency, ufanisi wa kitaasisi ulikuwa na maana gani kwa mtu wa kawaida kuelewe inavyomwathiri yeye katika maisha yake ya kila siku? Ufanisi wa kitaasisi kimsingi nimekuwa nikizungumza kwamba kuna research ambayo ilifanywa na chuo kikuu, ni utafiti ulifanywa na chuo kikuu cha Oxford kwenye ripoti yao ya Oxford Review ya mwezi April mwaka 2014 ilionyesha kwamba katika mataifa makubwa 13 kiuchumi duniani, 62% ya uchumi wake unatokana na human capital, rasilimali watu, lakini 25% ya uchumi wake inatokana na ufanisi wa kitaasisi, na maliasili zinachangia 5% tu, 5%. Takisema kwamba zile nchi hazina maliasili. Nchi kama China wana dhahabu nyingi kuliko nchi yoyote ya Afrika, wanazalisha dhahabu nyingi kuliko nchi yoyote ya Afrika. Russia wana gesi nyingi kuliko nchi yoyote hapa Afrika. Kwa hiyo Marekani wana mafuta mengi kuliko nchi yoyote ya Afrika huko, na sehemu kubwa dunia. Lakini huku wapi huku, ukienda Australia kuna dhahabu nyingi, ukienda Ujerumani kuna makaa ya mawe, ukienda Norway kuna gesi nyingi sana. Norway wana gesi, Uingereza wana gesi. Kwa sio kwamba haya mataifa hayana maliasili kama ambavyo inaweza kuwa naaminika. Hapana, wana maliasili nyingi tu, lakini zikishindanishwa na moja, ubora wa binadamu, ubora wao wa binadamu wanachangia sehemu kubwa ya uchumi wao, wanachangia 62%. Ufanisi wa kitaasisi wachangia 25%. Lakini hizi maliasili hizi ambazo zipo nyingi tu wanatushinda sisi wao kwa nazo, bado zinachangia 5% tu. Sasa hii ina maana gani kama ulivyouliza? Katika picha ya kawaida, katika picha ya kawaida ufanisi wa taasisi unapunguza hasara katika matumizi ya kodi. Kwa mfano kwamba wananchi wanapolipa kodi ni kwa ajili ya hizi taasisi za serikali ziweze kutumia kodi ile kuleta maendeleo. Sasa inefficiency, ufanisi ukiwa mdogo, kuna hasara katika matumizi ya kodi hiyo katika picha pana. Lakini vile vile ufanisi huu ndio ambao unaleta pia urahisi wa sekta binafsi na sekta ya umma kufanya kazi pamoja. Pakikosekana ufanisi, kuna frustrate kwa kiasi fulani sekta binafsi kufanya vizuri. Kwa hiyo ufanisi wa kitaasisi ni asset kubwa sana, ni sehemu kubwa sana. Na ndio maana nilikuwa nikirejea kuambia hata kwenye baadhi ya mihadhara mikuu kwamba ukisikiza ripoti za CAG, ukaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, kuna hasara nyingi tu ambazo zinatokana na udhaifu wa kiufanisi. Sasa udhaifu ule maana yake unaathiri sasa matokeo makubwa yaliyokusudiwa ya serikali na wananchi wenyewe ambao walipa kodi kuhakikisha maendeleo yale ambayo yalikusudiwa yanapatikana. Na ndio maana moja ya sababu ya kufanya ubia, mbali ya kuvuta mtaji wa sekta binafsi kufanya yale ambayo serikali ingeyafanya kwa kodi ya wananchi,
lakini yana mvuto wa kibiashara. Kwa hiyo kwenye ubia maeneo hayo yafanywe sasa na sekta binafsi. Sababu ya pili ni kuleta huo ufanisi kwa mbali ya kuvuta mtaji wa sekta binafsi kufanya majukumu ambayo serikali ingefanya. Sababu ya pili ya ubia ni kuleta ufanisi katika management. Kwa hiyo ufanisi ule inawezekana kabisa tukawa hatuna shida ya mtaji, haitwa shida ya ufanisi tu. Na ndio maana hata hapa bandari ya Dar es Salaam wakati fulani tutakuwa na mjadala kwamba kama bandari tumejenga wenyewe na sasa huyu mwekezaji anakuja hapa kuendesha au na kuweka pengine technology na innovation fulani, mbona sio kitu kikubwa? Hapana. Na kuna mara umeongea wewe juu ya watu wanajiuliza wamekuja na briefcase wanampa bandari. Hapana, amekuja na uwezo. Nilikuwa nikitoa mfano siku zote wa siku moja meli ilisimama katikati ya bahari kuu, management yote ikashindwa jinsi ya kufanya, wakabidi watoe dau kwamba anayeweza kututoa hapa tulipo injini ikawaka, sisi tunampa $100,000. Mzungu mmoja alikuwa amekaa akasema weka hela pembeni, akazunguka kwenye injini akasema button hii ukibonyeza hapa itawaka. Ilipobonyezwa meli ikawaka. Kama mabishano kwamba ili tukupe $100,000 kwa kutoka hapo kwenye kiti tu mpaka hapa, haiwezekani. Akamwambia hoja sio bii kutoka hapo kwenye sofa mpaka kwenye hiyo button ya engine. No, haikunichukua mimi kutoka hapo mpaka kuja kwenye engine kuwasha hii meli. Ilinichukua zaidi ya miaka 30 kujua kwamba pa kubonyeza ni hapa, button ni hii. Kosa hii ni kuheshimu maarifa, kuheshimu maarifa. Kwa hiyo na ndio maana leo wakurugenzi wa mashirika makubwa duniani akiondolewa kwenye shirika, share za ile stock kwenye stock, unaona inafanyaje, inacheza. Kwa maana kwamba thamani ya mashirika inategemea sana uwezo na uwezo wa kimanagement wa mkurugenzi ambaye anaendesha. Na ndio maana tafiti mbalimbali ikiwemo za Harvard zinaonyesha kwamba 29% mpaka 39% ya faida ya makampuni makubwa inatokana na CEO. Yani CEO, mkurugenzi huyu wa shirika anachangia asilimia hizo kwenye faida ya kampuni. Ndio maana wakurugenzi maarufu wa duniani wananunuliwa kama wacheza mpira, yani ananunuliwa kwa bei kwa sababu sasa tunamlipaje mkurugenzi fedha yote kiasi hiki? No, kwa sababu ya anachokileta. Anakuja na briefcase tu na maarifa kichwani, lakini anakuja kufanya turnaround ya shirika. David Kafulila, mtendaji mkuu wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, anatoa ufafanuzi wa kina yakinifu juu ya yale ambayo yanaendelea katika dunia na kwa nchi yetu